Si kwa kauli yake ambayo amesema. Hii ni kichekesho. Nilijua tu hawezi kutoboa. Kiongozi. Kweli. Ambayo tayari wameshatolea ufafanuzi. Hapa kuna milengo mbalimbali. Upo mlengo unasema Young Africans kashindwa kesi, upe mlengo wanaojiita wana elimu zaidi wanasema Young Africans hajashindwa kesi. Ni namna tu ambavyo anatakiwa kuanzia kwa bodi ya ligi kuzungumza nao. Lakini pia yapo maneno mengi ambayo yametoka kwa viongozi wa bodi ya ligi kwamba nilijua watashindwa. Chuma hichi kinachoendelea kwenye mpira wa Tanzania ni nini hivi sasa? Kwanza kauli ambayo imesemwa na mwenyekiti wa bodi mzee wetu Mguto Steven sio sahihi kama kiongozi. Kama kiongozi hakupaswa kuyasema yale. Kwamba nilijua watashindwa. Hapana. Inaonekana wewe upo na watu fulani. Unaelewa vizuri? Wewe ni kiongozi wa timu zote. Kumbuka Yanga inaunda bodi ya ligi pia. Sasa unapotoka hadharani kusema maneno kama hayo, maana yake nini? Wewe ndio umehusika kwenye kuihairisha dabi. Unaelewa vizuri? Yule ndio amehusika kwenye kuihairisha dabi. Tena kihuni. Mguto na wenzake. Si kwa kauli yake ambayo amesema. Hii ni kichekesho. Nilijua tu hawezi kutoboa. Kiongozi. Kweli. Kuna mambo ya kuzungumza tete for tat, kuna mambo ya kuzungumza baada ya kupata wewe utulivu. Kiongozi unaingia kwenye ushabiki. Maana yake inaonekana ni kama bondi ya Simba na bodi ya ligi. Wanahusika kwenye kuinjinia haya mambo. Ni mambo ya hovyo katika soka la Tanzania. Mimi kwangu sijabariki kauli ya kocha ya Steven Mguto kama mwenyekiti wa bodi ya kupaswa. Unanipata vizuri? Wallace Karia ameona ni vyema ajiuzuru kuwa rais wa Sekafa. Natamani kuona Mguto naye ajiuzuru kwa sababu cha kwanza uchaguzi unakaribia hapo mbele kumtafuta mwenyekiti wa bodi na yeye hana sifa saizi. Sababu ana klabu anayoiongoza. Klabu gani? Licha kuwa kwa mujibu wote mpaka siku ya uchaguzi sawa. Lakini nilitamani kuona kauli ndio kujitathmini kuondoka. Akinga ngangania madaraka. Sijui anatafuta nini, sasa sielewi. Alafu tukisema maana sasa vijana hawana adabu, haiwezekani. Yaani wewe mtu mzima ufanye mambo ya kitoto. Leo tukikosoa sasa vijana hawana adabu. Chuma unaona soka letu linaangamia tukiwa na baadhi ya viongozi kama hawa Steve Mguto. Kwa kiasi fulani sisemi kama linaangamia, na ni kwamba Mguto kauli yake inabidi aombe radhi washabiki. Kauli ya Mguto kusema alijua Yanga hawatoboi. Na ukiangalia maelekezo ya kasi ni kinyume na anachokisema yeye. Ilibidi aombe radhi wadau wa soka kwa sababu maelekezo ya kasi yaseme kwamba Yanga imefeli. Imetoa maelekezo Yanga namna gani ambavyo inaweza kukaa tena chini na kamati ya rufani ili kuweka sawa wale mambo, warudi tena kule. Wewe unakuja kusema nilijua hawatoboi, maana yake wewe kumbe unahusika wewe. Na upangwaji wa ratiba kasi haijasema kwamba Yanga wamefeli, wao wanapanga ratiba. Nisikilize, kasi hawana mandate ya kupanga ratiba ya ligi yetu. Ile ni mahakama ya usuluhisho masuala mazima ya soka. Kwa hiyo inaangalia pande zote. Si ndio? Kukosa imani kwa Yanga na kamati zake ndo haya. Hapa ndo nimeamini kwa nini Yanga alisema haina imani na kamati ya bodi ya ligi, yani na kamati zake. Kama mwenyekiti anatoka hadharani kusema yale, hivi hata wewe utaona? Utaamini? Yaani mwenyekiti wa bodi anayasema yale. Yanga alikuwa kwa sahihi kusema kwamba hawana imani na bodi na kamati zake. Kwa nini? Haya hapa sasa yameonekana. Mwenyekiti wa bodi anashangilia. Anasema nilijua Yanga haiwezi kutoboa. Hivi ni vichekesho tu. Alafu kibaya zaidi, masuala ya bodi ya ligi kushirikisha machawa ndo haya. Kuna watu machawa wanashiriki sana. Unaelewa vizuri? Hii ndio shida yake. Huu ni uchawi uliopindukia ambao hauna hata maana. Sasa mwenyekiti naye ameingia kwenye mkumbo. Kauli yake mwenyekiti wetu, mimi ni mzee wangu. Sawa, Steven Mguto yule ni mzee wangu kweli. Ni baba yangu, lakini kwa kile ambacho amekifanya amekosea. Hataki kusema kauli kama yeye ni rais. Unaelewa vizuri? Yeye ni rais. Yale sasa Rais Samia wananchi wake wameteseka huko, pengine hawana daraja au hawana nini. Anasema nilijua tu mtakoma hapa, mtapitaje. Huje kusikia nini maana yake? Ana miiko sahihi, maadili sahihi ya uongozi. Rais Kikwete kuna wakati alisema kuna mambo ukiambiwa changanya na akili zako. Tulia kwanza, fikiri kabla ya kutenda. Unatokaje hadharani? Na alisema Kikwete. Huyu baba wa taifa saizi alisema unapokuwa kiongozi timu zote ni zako. Unaelewa vizuri?
fuata sheria na kanuni za miongozo. Baba wa taifa ambaye ni Kikwete, ambaye yuko hai kwa hivi sasa, si useme kama namkosea Mwalimu Nyerere, ila ambaye yuko hai, Jakaya Mrisho Kikwete alisema timu zote unapokuwa kiongozi ni za kwako. Leo kiongozi sasa, nilijua tu uwezi kutoboa kweli. Yani wewe sasa, na wewe mzazi unamlipia mwanao ada shuleni, anasoma amefeli, sasa nilijua tu uwezi kutoboa, ufai kuwa mzazi. Maana unafurahia mwanao kufeli. Ligi yetu ilibidi hata kasi waseme, kwa kweli ligi yenu mahali ilipofikia, hatuna hata kesi huku, ligi yenu inakwenda kiprofessionalism. Tunawapongeza na kuwapa tuzo. Sasa hapo utapata tuzo. Ambokile, unadhani ligi nyingine ambazo zimetuzidi kama ligi ya Misri, ligi ya South Africa, ligi ya Algeria, ligi za Tunisia huko hazina mambo kama haya? Inawezekana yapo. Kumbuka ni Afrika, inawezekana yapo. Lakini je, yanatatuliwa kwa sheria, kanuni? Na kama tumeenda katika upande mzima wa busara, je, ni busara gani ambayo tunaitumia katika kuweza kuzungumza na watu? Na niwaambie viongozi wa shirikisho na bodi ya ligi, hakuna kitu kibaya kama kuongea kwenye media mambo yasiyofaa kwa mtu ambaye ni kiongozi. Unaelewa vizuri? Watu wanategemea mwenyekiti wa bodi tumempigia tupate majibu yaliyonyooka kwa maslahi ya mpira wa Tanzania. Lakini leo inapotoka nazungumzwa kama yale, utaka kuniambia wanachama na washabiki wanakuelewaje? Wajua kabisa ligi yetu hapa imeingiliwa. Rais akizungumza kitu chochote cha utofauti na masuala mazima ya mpira, mfano Gianni Infantino leo akizungumza jambo lote la kihuni, mimi nakwambia mbona wenzetu wachelewi? Wanaambia huyu hana sifa. Kwani Seif Blatter alikuwaje? Viashiria tu vya rushwa, wakasema hapa piga chini mapema. Lakini kitu kwetu kutaka madaraka na mambo mengine namna hiyo. Lakini kiuhalisia ni shame katika soka la Tanzania, waamuzi wetu wabadilike kwa kiwango kikubwa. Leo hii kasi imetoa maelekezo, uona kuja kutoa hukumu. Hivi serious kweli? Alafu kibaya leo nakwenda kutumia wanasheria wa nje ya nchi. Kwa hiyo maana sisi hapa nchini wanasheria hatuna. Tunao. Wafanya kazi gani? Na kila siku wanasheria na graduate. Sawa, wanasheria huko wapande tofauti. Sawa, wanasheria michezo hakuna. Hasa kama wapo, kwa tunafikia hatua hii. Haya, Mkenya akatuingiza chaka. Kumbe chaka Mkenya yule. Mkenya sio mchezo. Huko anacheka tu mwanasheria. Yule Mkenya anatucheka vibaya, mnasema watu hawa. Nimewaambia hivi, nao wameingia 18. Kutafsiri sheria kwa lugha ya Kiingereza sio mchezo. Ndio haya nao yaona. Mkenya akatuingiza chaka. Jamani, Yanga wamefeli. Pangeni ratiba kwa mujibu wa kasi, maelekezo ni haya. Wakaandika haraka imekuja kutokea. Watu ambie wameandika wapi pale? Sasa kama hawajaandika, maana hata walaka kutoka bodi ya ligi ni walaka wa kishabiki ambao unaonekana wazi kabisa kwamba hapa kuna ushabiki ndani yake. Ndio maana nikasema natamani kuona ubaya ubwela wa kushinda kwa haki. Ubaya ubwela wa kumtandika mtu nyingi, sababu jamani, kiukweli msimu huu Simba ubaya ubwela kweli ni ya moto. Tumetandikwa, tumepigwa kama ngoma. Sasa hapa wewe nikuulize wewe swali. Ambacho kimefanyika na Kefa Kayombo ni ubaya ubwela au uhuni? Tuuliza tu kweli kwa mtu wa mpira. Dakika 250. Ndio ubaya ubwela au uhuni ule? Haiwezekani. Ule ni ubaya ubwela. Ubaya ubwela mtandike mtu, mtafute mtu mbomoe. Sawa, kaja kushoto mchane. Mfunga goli za kutosha freshi. Alafu ifike mahali Simba, hizi vilabu vikubwa viamini, kuna wakati utaingia kwenye mfumo utafungwa tu. Unaelewa vizuri? Utafungwa tu. Mbona Yanga imefungwa na Tabora? Yanga imefungwa na Tabora, Yanga imefungwa na Azam. Usifungwe nani? Kisa kuweka rekodi ambayo kama umefungwa mechi moja katika msimu. Haiwezekani. Haya, umeshindaje? Kihujuma, sio sawa. Miongoni mwa Ambokile mwa timu ambazo kila mechi zake amepewa dakika nyingi za nyongeza, Simba Sports Club anaongoza. Sasa FIFA na Kenini. Ndio maana alisa ubaya ubwela huo sasa. Ubaya ubwela wa hujuma kwangu. Ubaya ubwela mtandike mtu dakika 90 chwangali akapumzike. Chuma tumalizie. Wapo baadhi ya mashabiki wa Simba Sports Club wanasema Young Africans kukimbilia kasi ni kwamba Yanga walikuwa hawataki kukutana na Simba msimu kwa sababu Simba ni bora. Ili pia lina ukweli. Sikiliza. Simba iko finali kombe la shirikisho, mashindano madogo ya Afrika. Ila haiwezi kufikia ubora wa Yanga. Haiwezi. Yanga ni bora sana kwenye ligi yetu sana. Wewe chukua mchezaji mmoja kwa na mwingine. Yaani Yanga iogope Simba kweli?
wote kama mwenda wazimu. Nani? Anasema au hapa. Bado. Pacome fundi. Shabiki wote wa Simba nampenda Pacome Zouzoua Profesa Aboli. Na nikwambia kitu kimoja, uongozi wa Yanga ulioko madarakani, Engineer Hersi, Arafati na wenzake wanawaumiza sana bodi ya ligi na Simba. Kwa nini? Ya uelewa mpana waliokuwa nao. Kumbe wale jamani vichwa. Vichwa sana. Vichwa sana. Ndio maana nikasema kiongozi pekee ambaye unaweza ukamwalika bwana katuwakilishe kwenye dunia majukwaa ya kimichezo nchini katika upande mzima wa virabu, Engineer Hersi Said, Arafati, rais wa Fountain Gate na wengine sijawataja, lakini kwa asilimia kubwa Engineer Hersi. Unajua mpaka amepata hadi tuzo. Kwa nini? Ya uwasilishwaji wa masuala mazima ya kimsingi kwenye mchezo. Uwezi ukapata tuzo kama Mbulula, uwezi kupata. Yaani tuzo upewe Mbulula. Ndio mara ya kwanza tuzo inakuja kwa mambo kama haya. Naomba nieleweke. Tuzo ambayo amepata rais wa Young Africans ni kutokana na uwanda mpana wa kuweza kueleza masuala mazima ya msingi. Ya msingi. Wako viongozi ambao wanafanya vizuri sana. Wako kina Try Again na wengine kina Mangungu, lakini wakina Nasoro wa Azam na wengine, lakini kiongozi wao ni mmoja tu, Engineer Hersi. Kwa nini? Na ndio maana amepata uwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Sasa unapinga na hilo? Manake Engineer kwa mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, manake Azam inamsikia ni bosi wao. Simba Mani Mangungu bosi wake Engineer Hersi Afrika. Engineer Hersi yeye ndo bosi wa viongozi wote wa vilabu Afrika, na Mangungu akiwemo, Try Again akiwemo, wote wakiwemo, Nasoro wote kina Makau, bosi wao ni yule pale. Walipata vizuri. Utapinga na hilo sasa? Mauchi najua watu wachelewe kupinga, utapinga na hilo. Lakini kiuhalisia iko namuna hiyo. Wanasheria wetu wametuangusha. Waraka wa kasi hawajasema Yanga imefeli. Haujasema. Hicho Kiingereza unajua peke yako? Hakuna. Wameambiwa wakae wayamalize, waje na majibu ili kesi iweze kusikilizwa. Kesi haijasikilizwa. Ile imefanywa mapitio. Wakagundua kwenye mapitio kuna changamoto ya pande fulani, inabidi wamalizane nayo ndio wapeleke. Sio kufeli. Na Yanga wajiomba alama 3. Hivi Yanga iombe alama 3 kwa Simba kweli jamani? Hii si aibu ya nchi. Yaani Yanga hii iombe alama 3 kwa Simba ambaye amejipiga mara 4 mfululizo kweli? Hivi ni Engineer unamjua mimi au nani? Amgora kusema kama Pacome Zouzoua unaziki uombe alama 3 kwa Simba. Maana wachezaji msimu wamejifunga wao wenyewe kweli? Maana yake kama Young Africans wataamka vizuri, mechi kaitwa hata leo na dhidi ya Simba Toboy. Nisikilize. Wanachokitaka Yanga ni haki kuweza kutendeka kwa mujibu wa sheria na kanuni. Sio sanaa au sayansi au siasa, hapana. Wanataka majawabu sahihi. Na nakwambia mimi chuma cha Mjerumani, Yanga iko tayari kucheza na Simba muda wowote. Ila kikubwa tu kuwepo na ukweli na uwazi wa kufuata sheria na haki na kanuni zake. Lakini Yanga iko tayari kucheza muda wowote. Muda wowote. Naelewa vizuri? Na niwaambie tu wale watu, mama sikia Pacome anaondoka. Sio kweli. Pacome Zouzoua yupo. Pacome Zouzoua bado yuko Young Africa. Unaelewa vizuri? Bado yuko Young Africans. Kwa ubora wake aliokuwa nao. Watu wanataka aondoke. Hakuna. Pacome Zouzoua yupo bado sana. Yupo Young Africa. Shukrani.